Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo kutoka kwenye chanzo changu cha kuaminika kabisa ni kwamba Djigui Diarra sasa ni rasmi ataondoka Young Africans mwishoni mwa msimu huu na ataenda kutafuta changamoto zingine kwenye klabu nyingine nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba tayari makubaliano baina yake na Young Africans yamekamilika na wamekubaliana kabisa kwamba mwishoni mwa msimu huu kila mtu atapita njia yake na ataenda kutafuta changamoto zake, kutafuta changamoto sehemu nyingine. Makubaliano hayo yamefikiwa siku ya juzi baada ya kukaa kikao kwa muda mrefu sana, na ukumbuke Djigui Diarra ni miongoni mwa wachezaji ambao msimu huu hawakuwa kwenye performance bora sana, na waliingia kwenye makubaliano, alianza kutaka kuondoka tangu mwishoni mwa msimu uliopita, lakini walikaa kwenye kikao wakakubaliana kwamba wasubiri kwanza mpaka msimu huu utakapomalizika, Yanga wakiamini kwamba pengine mpaka msimu huu unaisha Djigui Diarra inaweza kubadili mawazo na akaamua kubakia kuwa mchezaji wa Young Africans. Lakini kwa namna mambo yalivyo ni kwamba hakuna dalili za yeye kuendelea kubakia kama mchezaji wa Young Africans na ataondoka mwishoni mwa msimu huu kwa namna ambavyo wamekubaliana. Djigui Diarra anatajwa kwenda kutimkia Saudi Arabia, lakini pia kuna maeneo, kuna mataifa kama Tunisia pia inaelezwa kwamba timu kama Eto'o Sahel pia ilikuwa inamhitaji, lakini pia yapo of course ana ofa nyingi. Hata Orlando Pirates pia kule walimpa ofa nzuri tu kiasi kwamba kama ataridhia kwenda kule ataenda. Na Djigui Diarra msimu huu ana mpaka sasa kwenye michezo ambayo imechezwa ana clean sheet 15. Yes, amezidiwa clean sheet moja tu na Musa Pimpin Kamara ambaye ana clean sheet 16. Kwa hiyo kiu ya mashabiki wengi wa Young Africans ni kuona Djigui Diarra anamaliza msimu walau akiwa kinara wa clean sheet au akimaliza msimu huu akiwa goalkeeper bora wa ligi kuu au goalkeeper bora kwenye mpira wa Tanzania. Hiyo ndio kiu ya wana Yanga by the way, kwa sababu ni moja wa goalkeeper ambao wamekuwa na performance bora sana tangu ajiunge na Yanga. Kwa miaka yake mitatu ambao amehudumu kwenye Costa Young Africans amechukua ubingwa wa ligi kuu mara 3, amechukua kombe la FA mara 3 pia vile vile, kwa sababu alijiunga na Yanga mwaka 2021, msimu wa 2021-22. Maana yake ana almost misimu yake mitatu iliyonyooka kabisa. Na huu ulikuwa ni kama angemaliza msimu unaokuja ungekuwa msimu yake ya 4. Ungekuwa ni msimu wake wa 4 by the way. Kwa hiyo ni mtu goalkeeper ambaye amepata mafanikio makubwa, lakini wakati huo ametoa tuzo ya goalkeeper bora wa ligi kuu ya Tanzania mara 2 mfululizo. Mara ya 3 ambayo kwa ni msimu uliopita alichukua goalkeeper wa Coastal Union Lai Matampi, ambaye pia baada tu kuchukua tuzo ya goalkeeper bora aliondoka pia kwenye Coastal cha Coastal Union, na kutokana na performance yake pia ilikuwa vizuri. Na msimu huu kwenye maboni ambao ni msimu wa 4 kwake pia kuna 50 kwa 50 kwamba anaweza kumaliza msimu akiwa amepata hiyo tuzo ya goalkeeper bora ama akamaliza msimu bila kupata hiyo tuzo ya goalkeeper bora wa msimu. Lakini ni goalkeeper ambaye amekuwa na wakati mzuri kwenye nyakati fulani, lakini pia kuna nyakati pia ambazo pia amekuwa na kiwango kibovu. Of course kwa msimu huu kwa Djigui Diarra hajawa na muendelezo mzuri sana kwa performance yake, lakini goalkeeper ambaye walau anakupa matumaini kwa kwamba anaweza kurejea kwenye ule ubora wake. Lakini kwa jinsi ambavyo anacheza huoni dalili za yeye kuja kurejea, ingawa matumaini of course yapo. Kwa bahati mbaya ni kwamba kama Rane anafanya makosa mengi ambayo yanaweza kupelekea wakaenda kutai kwenye zile clean sheet, lakini kama ingekuwa sio Musa Pimpin kama anakosa kufanya makosa mengi, Djigui Diarra angeachwa mbali sana kwenye swala la clean sheet, kwa sababu kama unakumbuka wakati Yanga iko chini ya Sid Ramovic alikuwa na ruhusa na chini ya Miguel Gamondi alikuwa na ruhusa na mabao, alikuja kupata ile consistency ya kutokuruhusu mabao baada ya kuja Sid Ramovic, lakini pia alivyoingia Hamdi Milud. So ni goalkeeper ambaye amefanya vizuri sana akiwa na Costa Young Africans, lakini tayari mwishoni mwa msimu huu ataondoka kwenda kutafuta changamoto zingine. Sasa inaelezwa kwamba kwenye moja ofa ambazo anazo kutoka Orlando Pirates ya pale South Africa amewekewa pesa nyingi sana, mshahara wa milioni 40 kwa mwezi. Ni pesa nyingi of course, ni pesa ambayo Yanga hawezi kuiafford kirahisi. Yaani mshahara wa milioni 40 sio mshahara ambao Yanga wanaweza kulipa. Ni mshahara ambao ameahidiwa pale, lakini pia kuna Eto'o Sahel ambao pia inaweza kumpa mshahara ni almost milioni 50. Na Eto'o Sahel timu kutoka Tunisia ni timu ambayo sasa hivi inapambana kurudi kwenye chati kwa sababu ilishapotea muda mrefu. Na ndio maana sasa hivi wanafanya usajili mkubwa, wanajifanya jitihada za kuhakikisha kwamba Eto'o Sahel anarejea kwenye ubora na nambana. Wanahitaji pia kupata wachezaji wengi bora ambao wana uwezo mkubwa sana. Ingawa pia hata
ukiangalia hata hizo timu kutoka Saudi Arabia ambazo zinatajwa sio timu kubwa by the way, lakini timu ambazo zina uwezo wa kumpa pesa nyingi, na kwa umri wa Djigui Diarra sasa hivi ni goalkeeper ambaye anahitaji zaidi pesa, yani apewe zaidi pesa kuliko kitu kingine chochote. Umri unasogea, ukishafika miaka 28, 29 kwenda 30, 40 huko mbele, maana yake hauhitaji tu sasa kucheza, bali unahitaji tu kupata pesa nyingi zaidi. Ndio kitu ambacho Djigui Diarra kwa sasa anakitarget zaidi, kiasi kwamba akiwa na uwezo wa kupata pesa nyingi itamsaidia kuendeleza maisha yake mengine ya mpira, na mwisho wa siku kila kitu kikaenda kwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo ni taarifa ambayo mimi ninayo na nina uhakika kabisa kwamba Djigui Diarra na Yanga wataachana mwishoni mwa msimu huu, na Djigui Diarra ataenda kutafuta changamoto sehemu zingine, wakati huo Yanga wao wanatafuta goalkeeper mwingine. Lakini kati ya magolikipa ambao wanatajwa ni Amas Abasogi, ambaye huyu walimsajili lakini yuko Singida Black Stars, na kama unakumbuka wakati Singida wanamtambulisha walisema wamemsajili kwa makubaliano maalum na Yanga. Manake ni goalkeeper ambaye ni wa Singida, yuko Singida, lakini ni goalkeeper ambaye kuna makubaliano maalum baina ya Singida na Yanga ambao amepelekea yeye akabaki kwenye kosti ya Singida. Kwa hiyo huenda akawa miongoni mwa wale ambao watakuja kuchukua nafasi ya Djigui Diarra kwenye kosti ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu.